Awali ya yote niungane na wenzangu wote walionitangulia kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema tujalia uhai uzima na kwa kibali chake kuweza kufika hapa katika hafla hii muhimu ya uzinduzi wa kitabu hiki chenye jina la Falsafa ya Sheria ya Rais Samia, utekelezaji wake katika mageuzi ya kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, napenda sasa kugusia baadhi ya maeneo ya matokeo ambayo kitabu hiki kimeyajadili kwa sababu ndiyo yanayobeba ujumbe mkubwa kwa wananchi. Eneo la kwanza ni eneo la mapato ya ndani kwa uwezo wa kujitegemea. Kitabu hiki kinaonyesha kwa uwazi mapato ya ndani ya serikali yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha awamu ya 6. Mapato ya ndani yalikuwa takriban shilingi trilioni 20.59 mwaka 2020-2021 na kupanda hadi kufikia shilingi trilioni 40 katika bajeti ya mwaka 2026. Hili ni ongezeko kubwa linaloonyesha kuimarika kwa uwezo wa serikali kugharamia maendeleo ikiwemo kugharamia barabara, reli, umeme, maji, afya na mengineyo kwa kutumia vyanzo vyake vya ndani. Hata hivyo, napenda kusisitiza kuwa kuongezeka kwa mapato lazima kuende sambamba na mfumo wa kodi ulio rafiki na unaotabirika. Mheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, eneo la pili na mageuzi ya VAT na kodi nyingine, kitabu kinaonyesha kwamba mapato ya VAT yameongezeka kutoka takriban trilioni 5.03 mwaka 2020-2021 hadi matarajio ya zaidi ya trilioni 9 katika bajeti ya 2025-2026. Hii inaonyesha kwamba VAT imeendelea kuwa chanzo muhimu cha mapato, lakini muhimu zaidi katika kitabu hiki kinaonyesha kwamba kodi zimeanza kuendana na uchumi wa kidijitali. Huduma za kidijitali, biashara mtandao, watoa huduma wasio wakazi na mifumo ya malipo ya kielektroniki sasa vinahitaji mfumo wa kodi unaoelewa mazingira mapya. Serikali itaendelea kusimamia eneo hili kwa tahadhari. Tunahitaji kukusanya mapato stahiki kutokana na uchumi wa kidijitali, lakini pia tunahitaji kulinda ubunifu, vijana, wajasiriamali na biashara ndogo ndogo zinazotumia majukwaa ya mtandao. Mheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, eneo la tatu ni uwekezaji. Kitabu kinaonyesha kuwa maboresho ya sheria ya uwekezaji ya mwaka 2022 na hatua ya kuanzisha TISEZA yamejenga msingi wa kurahisisha huduma za wawekezaji na kuondoa urasimu. Hii ni muhimu sana kwa sababu wawekezaji wanatafuta mazingira yenye kutabirika, wanataka kujua taratibu zikoje, vibali vinapatikanaje, kodi zikoje, ardhi inapatikanaje, mikataba inalindwaje na taasisi zinafanya kazi kwa kiasi gani. Serikali ya awamu ya 6 imeweka msisitizo mkubwa katika kuvutia wawekezaji wa ndani na nje. Hata hivyo, uwekezaji tunaotaka si uwekezaji wa takwimu pekee, bali uwe ni uwekezaji unaozalisha ajira, unaoongeza teknolojia, unaoongeza mapato ya serikali na unaoongeza ushiriki wa Watanzania katika uchumi. Mheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, nimeeleza maeneo hayo matatu, lakini pia kitabu kimeonyesha maeneo mengine ambayo nitaeleza kwa ufupi, ikiwemo uzalishaji wa nishati ya umeme imeongezeka kutoka takriban megawatts 1601.84 mwaka 2020-2021 na kufikia megawatts 4552.54. Vilevile kwa upande wa uchumi wa kidijitali, mfumo wa malipo ya papo kwa papo umeongezeka kukua. Thamani ya miamala imeongezeka kutoka takriban shilingi trilioni 12.5 mwaka 2023
hadi trilioni 29.9 mwaka 2024. Kadhalika, elimu na rasilimali watu, bajeti ya mikopo ya elimu ya juu imeongezeka kutoka shilingi bilioni 570 mwaka 2021 hadi mwaka 2021-2022 hadi bilioni 787.4 mwaka 2024-2025. Wanufaika wameongezeka kutoka 177,925 hadi kufikia 248,331. Kwa upande wa uandikishaji wa wanafunzi wa sekondari, Tanzania bara wameongezeka kutoka takriban wanafunzi milioni 2.47 mwaka 2020 hadi kufikia milioni 3.31 mwaka 2024. Serikali inaendelea kuondoa changamoto katika uandikishaji, lakini pia inaendelea na utekelezaji wa mtaala mpya unaozingatia umahiri, elimu ya amali, mafunzo ya ufundi stadi na ujuzi wa tehama ili kuwatayarisha vijana wanaohitimu katika soko la ajira. Mheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, pamoja na mafanikio haya ambayo kitabu kimeonyesha, nami nimeeleza baadhi, lakini pia kitabu hiki kimeonyesha changamoto. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na ucheleweshaji wa baadhi ya taratibu, changamoto za tehama na migogoro ya ardhi. Hata hivyo, changamoto hizo hazipunguzi thamani ya mageuzi. Badala yake, zinatukumbusha kuwa mageuzi ni safari, si tukio la siku moja. Sheria ikitungwa lazima ifuatwe, sera ikitangazwa lazima itekelezwe, bajeti ikitengwa lazima isimamiwe, mradi ukijengwa lazima utumike na kutunzwa, na pia takwimu zikikusanywa lazima zitumike kufanya maamuzi. Mheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, ni imani yangu kuwa kitabu hiki kitakuwa rejea muhimu kwa viongozi wa serikali, wabunge, majaji, mawakili, watunga sera, wasomi, wanafunzi, sekta binafsi na wananchi. Kitusaidie tukatafakari kwa kina kuhusu hatua tulizopiga, changamoto zilizopo na njia bora ya kusonga mbele. Itasaidia pia kupima matokeo ya sheria na sera kwa ushahidi. Mheshimiwa wageni waalikwa, Mheshimiwa viongozi, nahitimisha hotuba yangu kwa kumpongeza kwa mara nyingine tena Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuliongoza taifa letu kwa mafanikio makubwa. Kwa niaba ya serikali, nawapongeza waandishi, wahakiki, mtoa wazo na kuandikwa kwa kitabu hiki, pamoja na wale wote walioshiriki kwa namna moja ama nyingine kuwezesha kukamilika kwa kitabu hiki. Nawapongeza waandaaji wa hafla hii ya leo kwa matayarisho yenu mazuri. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kukushukuru kwa mara nyingine tena, lakini kukupongeza kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya ndani ya sheria. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Sheria, Katiba na Sheria kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya, lakini kwa kutoa mashirikiano makubwa sana katika kukamilisha upatikanaji wa kitabu hiki. Nimshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na timu yenu yote. Niwashukuru wote waheshimiwa wabunge, hasa ile kamati inayoongozwa hapa imewakilishwa na ndugu yangu Abdalla, kwa kweli kwa mashirikiano makubwa ambayo mmeyatoa kuhakikisha jambo hili linafanikiwa vizuri. Niwashukuru wanasheria wote, wachumi wote, watafiti wote, maprofesa na wanafunzi wote kwa namna moja ama nyingine.
tunakuza biashara yako.